Kwa majina naitwa Luiza Joseph Mosha, ni mkurugenzi wa Lui Product, lakini pia ni mwanachama wa TNCC. Ile nilipoanza biashara haikuwa rahisi, lakini ilikuwa ni nzuri kwa sababu nilikuwa nimesimama kazi au nimeacha kazi, na niliacha kazi kwa sababu ya kulea mtoto. Alikuwa mdogo na ninatakiwa kurudi kazini, kwa hiyo nikawa naumia, na huyu mkubwa alikuwa bado anahitaji uangalizi. Kwa hiyo nikaona ni vizuri nipate muda na watoto wangu, nikaamua kuwa mama wa nyumbani. Sasa kama mnavyojua, changamoto ya kuwa mama wa nyumbani, huna kipato, huna msaada wowote, na sisi wanawake ni wasaidizi. Kwa hiyo nikaamua kujiongeza, nikaanza kutengeneza lishe ya watoto wangu, na nikafanikiwa kupata lishe nzuri ambayo ilikuwa inawasaidia watoto wangu. Kwa hiyo nilipoona nimefanya lishe nzuri, nikasema kwa nini nisishare na watu wengine wanaolea watoto? Kwa hiyo nikaanza kutengeneza kwa wingi, yani kile kiasi nikaanza na kama kilo 20 na post, naambia marafiki zangu, jamani, unga nao. Kwa nilikuwa nauza nyumbani, watu wanagonga wanakuja kupata unga wa lishe. Kwa hiyo wakati ule nilikuwa hata sina jina, nauza tu nyumbani, watu wanagonga wanapata unga kibakuli, na muuzia kulingana na uwezo wake, wa 1000, wa 2000, wa 1000 hivyo, mpaka baadaye nikaamua sasa nijiongeze zaidi, nianze kutembeza kwenye maofisi, nikawa napita kwenye maofisi bila lebo. Wateja wenyewe wakaanza kuniambia, Lui, unatakiwa utuwekee lebo, tuwekee na namba za simu. Mgumu ambao watu wengi hawaujui ni kwamba kwenye hizi production unakuta wakati mwingine umeme uko chini, unakubidi uende ukasage usiku kucha, labda unaoda na umeme haufanyi kazi. Kwa hiyo inabidi uende uache watoto, uache mume, ukasimamie mpaka production ikamilike. Kwa hiyo inakusababisha unakesha mpaka asubuhi, na wakati mwingine umekesha kiwandani, lakini una mahitaji mengine ambayo yanakuhitaji, au una sehemu nyingine pia ambayo unahitaji uende ukasupply. Kwa hiyo ni changamoto ambazo tunakutana nazo, lakini pia kwenye hustling, mtu unaweza ukaenda ukaomba kusupply unga, unawapelekea mtu, una vigezo vyote, una sifa zote, lakini mtu anakuangalia tu, anakataa kuchukua product yako. Hujui shida ni nini, lakini wewe unajiamini, unaona unga unapendwa. Au wakati mwingine mtu anatumia kabisa product yako, lakini ana supermarket, hataki kukusupport. Kwa hiyo kwa kweli huo ni ukweli mgumu sana ambao binafsi ninaupitia. Motivation ni mimi mwenyewe, ninapenda biashara kuanzia nasoma. Mimi nilikuwa nasoma lakini nafanya biashara. Yaani nilikuwa naenda Kariakoo, nachukua nguo zile zilizowaidi, wanazokuwa wanatoa nje, na sagura nzuri nzuri, namtumia rafiki yangu Arusha, anauza, ananitumia hela. Kipindi hicho kilikuwa hata akaunti, tunatumia akaunti za benki, namtumia hela, ananiwekea kwenye akaunti yangu hivyo. Kwa hiyo mimi kwa kweli biashara ipo kwenye damu, ni kitu ambacho ninapenda, na nahisi kwamba sina kitu kingine ambacho naweza kufanya kikanipa amani na furaha kama biashara. Yaani ni kitu changu, ni maisha yangu. Kwa hiyo najimotivate mwenyewe. Mbinu ninazotumia kuhakikisha kwamba naendelea kubaki sokoni, mbinu ya kwanza, ukarimu, good customer care. Lakini mbinu nyingine ni kuhakikisha kwamba watu wanapata ubora. Kingine ni kwamba ninaishi product zangu, ninaishi kazi yangu. Kwa hiyo watu wanaonifuatilia, watu wanaotamani kuwa kama mimi, wanaamini kwamba tukila product ya Lui tutakuwa kama yeye, kwa sababu ni mtu wa namna fulani. Kwa hiyo ninaishi kulingana na kile kitu ambacho ninakifanya. Uamuzi mgumu wakati ninaanza kutengeneza unga wa lishe rasmi, sikuwa na mtaji wala sikuwa na hiyo bajeti.
nilikuwa na bajeti nyingine kabisa, na nimeenda sokoni kufanya vitu vingine kabisa kwa ajili ya bajeti ya familia, lakini nikaamua kuchukua ile hela na kuingiza kwenye biashara na kurudi nyumbani bila kuwa na kitu chochote ambacho nimenunua zaidi ya mzigo wa biashara. Of course ile ilikuwa ni mbinu kubwa kwangu. Kwa hiyo changamoto ambayo ilitokea ni kwamba umepewa hela uende ukafanye shopping kwa ajili ya familia, alafu unarudi nyumbani una vitu vya nyumbani, umeambiwa ukanunue mchele labda kilo 50 kwa ajili ya bajeti ya mwezi mzima, alafu unarudi umekuja na vitu nafaka za lishe, unataka uanzishe vitu. Kwa hiyo haikuwa rahisi, ilikuwa ni ngumu kidogo, lakini baadaye mambo yakakaa sawa. Haikuwa na ubora. Ile biashara nilikuwa natengeneza kisamvu, mboga ile ya kisamvu, na yenyewe nilianzia chini, lakini baadaye nikakuwa taratibu mpaka nikafika ngazi ya kusupply kwenye supermarket. Lakini kwa sababu ilikuwa ni bidhaa ambayo imekaa iko sensitive, na mimi sipendi mtu atumie kitu ambacho hakiko vizuri. Changamoto kubwa ni kwamba ile mboga ilikuwa inaweza ikaharibika ikiwa supermarket, na nikipita kuitembelea nakuta labda imeharibika kulingana na uhifadhi. Kwa hiyo kile kitu kiwa kinaniumiza sana. Kwa hiyo nikaona hii biashara kwanza inanipa hofu, na kwa sababu mtu anaweza akakichukua ile mboga asijue kwamba tayari imeharibika akaenda kutumia, lakini atakachoona ni mimi nimemuuzia bidhaa ambayo haiko vizuri. Kwa hiyo, lakini kitu kingine ni kwa sababu nilikuwa na ndoto za kwenda mbali. Natamani niwe na product brand ambayo inajulikana dunia nzima. Nikahisi kama vile ile mboga haiwezi kunifikisha Marekani, haiwezi kunifikisha Uingereza, haiwezi kunifikisha South Africa, Afrika, haiwezi kunifikisha mbali. Kwa hiyo nikaona ngoja niweke pembeni kwanza, lakini labda baadaye naweza nikaendelea nayo. Kwa kweli influencers wengi wanatangaza bidhaa sio kwa sababu wamezitumia zile product au zile bidhaa, wanatangaza kwa sababu ya maslahi ya fedha. Kwa hiyo mimi niwaombe sana kwamba mjitahidi wakati mtu anakuita kutangaza bidhaa yake au biashara yake, mjitahidi kutumia ile product. Wakati unaielezea uwe na experience na kile kitu ambacho unakitangaza, na wewe mwenyewe una uhakika, itakusaidia pia. Kwa sababu ikitokea kama umetumia brand ya mtu au product ya mtu alafu ukapata madhara au mteja yule akapata madhara, lakini alimsikia mtu fulani anaizungumzia vizuri, anaisifia ile product inafanya vizuri, lazima tu lawama itakuangukia wewe ambao ulioitangaza. Teknolojia ina nafasi kubwa nzuri sana na inaturahisishia sisi wajasiriamali. Kwa mfano sasa mimi nasaga kupitia viwanda, mashine. Kwa hiyo ni tofauti na zamani kwamba mtu alikuwa anatumia mikono katika material za kawaida, lakini na inasaidia pia kurahisisha inasaidia kurahisisha kwenye kufanya production. Lakini pia kwa upande wa social media imetusaidia sana kwa kweli, tusio waongo, imetusaidia sana kufahamika. Unapigiwa simu, unaitwa sehemu mbalimbali kwa sababu ya technology. Ungekuwa hakuna technology, nisingeweza kufahamika na kuitwa kwenye nafasi mbalimbali. Kwa hiyo hata katika kufanya delivery unaona sasa hivi ni tofauti, unaweza ukaa huko mkoa wowote, lakini pia kuna system mbalimbali ambazo tunatumia kwenye kuuza na kununua bidhaa, unaweka mahesabu yako vizuri. Kwa hiyo inatusaidia sana. Naweza kuwashauri vijana, wamama, wanawake wenzangu ni kwamba msiogope kuanza biashara hata kama una mtaji mdogo. Hata kama una mtaji wa shilingi 50,000 unaweza ukakusaidia na unaweza ukabadilisha maisha yako. Lakini pia kitu kingine ambacho kinawafanya watu wengi sana wanashindwa kuanza biashara au kuonyesha vipaji vyao au kuonyesha ubunifu wao ni ile hali ya kuona watu watanionaje.
unasikia kabisa kufanya biashara fulani, lakini unahisi kama vile watu watanicheka, watu watanichukuliaje? Mimi muuza mboga, watu watanichukuliaje? Nimesoma, wananionaje? Kwa hiyo ile hali. Sasa mimi natamani kuambia neno moja kwamba usiache kufanya kile unachosikia ndani, kwa sababu wale unaowahofia wanatakiwa wajifunze kutoka kwako. Kwa hiyo unapoendelea kuwaogopa, unaendelea kujichelewesha, kwa sababu wanatakiwa wao ndio wanaotakiwa wajifunze kutoka kwako kwenye kile kitu ambacho uko nacho. Sifa ambazo unatakiwa uwe nazo ili uweze kufanikiwa kibiashara, kwanza, namba moja, anayoamini mimi ni kupenda sana kile kitu unachokifanya. Weka mapenzi yako makubwa sana kwenye kazi yako. Weka muda kwenye kazi yako. Usifungue biashara ukaiacha, ukaitelekeza. Hakikisha unaipa muda. Lakini pia ni kutumia akili katika matumizi yako, usije ukatumia mtaji. Lakini namba tatu ni kuhakikisha kwamba unajibana katika kuweka akiba. Hakikisha kwamba unaweka sehemu ambayo unawekeza akiba. Baada ya muda unachukua ile akiba yako, unajikuza kibiashara. Mimi kwa upande wangu naamini hiyo inaweza ikakusaidia pia sana. Tokea nimejiunga TNCC, nimepata opportunity, fursa mbalimbali, networking, kwamba nimekutana na watu mbalimbali ambao wameweza kunipa ideas mbalimbali. Lui, brandi yako fanya hivi, washauri. Lakini pia nimepata wateja. Kwa hiyo ni sehemu sahihi ambayo inanipa kukutana na watu pengine nao watafuta, wanaweza kunipa mwongozo zaidi. Kwa hiyo tuseme kwamba nimepata exposure kubwa sana baada ya kuwa mwanachama wa TNCC. Ninawashauri, sio mmoja, nawashauri wafanyabiashara wengi sana tuje tujiunge, waje tufahamiane, network. Unajua, mimi naweza nikawa ninatengeneza, kwa mfano natengeneza labda Lui collagen, nina ingredients ambazo nazihitaji, kumbe wewe kwenye zile nafaka ambazo mimi nazitumia, wewe kumbe ndo supplier. Kwa hiyo tunapokutana pamoja, TNCC inatuunganisha wafanyabiashara pamoja, network, kushare ideas mbalimbali. Kwa hiyo unapokuja tunakutana, tunazidi kujikuza zaidi kibiashara. Kipindi cha The Wealth Pod, jamani, ni kipindi kizuri sana. Kwanza kinasaidia kuwaibua wajasiriamali, wafanyabiashara wadogo, wanapata confidence, wanapata experience kupitia hicho kipindi. Mtu alikuwa anaogopa kuanza biashara, anaona hana mtaji, ana fedha zake, ana 50,000 yake iko ndani, lakini anaona kama ni ndogo, ana 100,000, anaiona kama ni ndogo, lakini kumbe yuko na fursa. Kwa mfano leo nilianza kuuza kisamvu, na sitaacha kukisema mahali popote pale, kwa sababu ni kitu ambacho kinaweza kikadharaulika, lakini ni mboga ambayo inafanya vizuri sana mpaka sasa hivi sokoni, wanayouza wanaelewa. Unaona, lakini mtu anaweza kaona aibu kufanya hiyo biashara, lakini leo hii mimi niko hapa kukuambia unaweza ukaenda Bagamoyo huko, ukachukua mboga zako, ukaosha vizuri, ukasaga na mashine au ukatwanga, ukapaki kwenye package nzuri kwa mtaji mdogo. Hata ukiwa na 100,000 unaweza ukaanza na majirani waliokuzunguka, ukauza na ukapata kipato.